الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ndugu yangu katika imani, mtazamaji wetu mpendwa wa Africa TV2 Swahili, tunaendelea leo hii kwa uwezo wake Allah subhanahu wa ta'ala, tukizungumzia kwa ujumla mfululizo mtiririko wa vipindi vyetu hivi ambavyo ni vipindi vya al-iman yudhi'u huwa nuru alladhi yudhi'u tariqa alhayati. Iman ni nuru ambayo inayoangaza njia za maisha. Ni mfululizo muhimu sana ambao ndani yake tunajifunza mambo mbalimbali ambayo yanajenga imani yetu, yanatia nguvu imani yetu. Hivi leo kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala atazungumzia kipengele muhimu sana, kiwa hii ni program au kipindi cha 18 katika mtiririko wa vipindi vyetu, al-imanu wan najahu fil hayati. Tutazungumzia imani na mafanikio katika maisha. Tutaizungumzia imani kama funguo ya kufungua ufanisi na furaha katika maisha ya mtu. Tutaona mambo mbalimbali biidhnillahi taala. Jambo la kwanza, ndugu zangu katika imani, ambalo natakiwa tulifahamu kwamba tunapozungumzia mafanikio, ufanisi, furaha katika maisha, hatuzungumzii kuwa na mali, hatuzungumzii kuwa na maisha mazuri, hatuzungumzii kuwa na vyeo, kuwa na umashuhuri. Baadhi ya watu huwa wanadhani vitu hivyo peke yake au na vitu vingine vyote katika hutamu dunia kwamba hivyo hasa ndio ufanisi na maisha bora katika dunia. Hili sio kweli. Lakini ufanisi hasa na maisha bora hasa yapo na maana pana sana ambayo biidhnillahi taala tutakuja kuyaona katika hiki kipindi cha leo. An-najahu al-haqiqi min mandhuri imani, ufanisi na maisha bora ya uhakika kwa mtazamo wa kiimani ni nini? Huwa ridhallahi subhanahu wa ta'ala wa tahqiqi alghayati allati khuliqa al-insanu min ajlihi. Mafanikio ni kupata radhi za Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala na kufikia malengo yale ambayo mwanadamu kwayo ameumbwa, nako ni kumwabudu Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, na kwamba yeye sasa Allah subhanahu wa ta'ala amemjalia, amemfanya kuwa ni khalifa katika hii dunia. Qad aflaha man zakaha wa qad khaba man dasaha. Iman yamnahu al-islam al-mu'min, al-insan mu'min ru'yatan mutawazinatan linajah. Imani inamfanya Muislamu aone haya mambo ya dunia, kufaulu kupo katika mambo mawili hapa duniani. Unamtengeneza asiwe ni mtu wa upande mmoja tu, la, awe ni mtu wa kuitumikia dunia na awe ni mtu wa kuitumikia akhera. Na hapa tutatoa mifano. Mfano wa kwanza kabisa wa Nabiullahi Yusuf alayhi salam. Nabiullahi Yusuf alayhi salam alikuwa ni mtu ambaye katika maisha yake amepata matatizo mengi sana, lakini miongoni mwa hayo matatizo aliyopata katika maisha yake ni kufungwa. Lakini Nabiullahi Yusuf alayhi salam
alitoka katika kifungo akawa baada yake ni kiongozi katika nchi. Hayo yote ndugu yangu katika imani inatokana na nini? Inatokana na ukweli wake, imetokana na tabia zake njema, imetokana na kuthibiti kwake kuwa madhubuti katika imani, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, innahu man yattaqi, wa hakika yule ambaye anayemcha Allah subhanahu wa ta'ala, wa yasbir, na akawa na subira, fa inna Allaha la yudhi'u ajra almuhsinin, hakika Mwenyezi Mungu hapotezi malipo ya wale ambao wenye kufanya wema. Sasa hapa Nabiullahi Yusuf alayhi salam aliwezaje kupata mafanikio katika hii dunia? Kwa sababu ya matendo yake mema, kwa sababu ya ukweli wake, kwa sababu ya kujizuia kwake kufanya mambo ya haramu ya uzinifu. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala akamlipa malipo makubwa, akawa ni mtu ambaye sasa mashuhuri, mpaka akawa waziri katika utawala wa wakati huo. Lakini mwangalie pia Khadija binti Khuwailid radhiallahu anha, mwanamke wa kwanza kusilimu, mke wa Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, alifanya makubwa sana katika Uislamu. Alikuwa tajiratan najihatan, alikuwa mfanya biashara, alipata mafanikio makubwa sana. Alikuwa mfanya biashara ambaye ni mu'min, alikuwa mfanya biashara ambaye ni mwenye kusaidia. Hizi sifa alikuwa nazo. Ni mfanya biashara aliyefaulu katika biashara zake, ni Muislamu ambaye alikuwa akiwasaidia watu katika biashara zake. Na mtakumbuka kwamba Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam alipata faida kubwa sana na Bibi Khadija au mama wetu ambaye ni Khadija, kiasi ya kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam alipofariki, Ummul Muminina Khadija alihuzunika sana Mtume sallallahu alayhi wasallam, na alimwenzi katika maisha yake yote Mtume sallallahu alayhi wasallam. Bi Khadija alikuwa akimkumbuka mara kwa mara Bi Khadija. Kwa nini? Kwa sababu Bi Khadija, mashallah tabarakallah, dunia yake aliitumikia akhira kwa dunia yake, kama anavyosema Allah subhanahu wa ta'ala, wabtaghi fima ataka Allahu dara al-akhirah, tafuta katika kile ambacho Allah amekupa, tafuta nyumba ya akhira, kwa maana itafute pepo. Kama Allah subhanahu wa ta'ala akikupa mali, itafute pepo. Allah subhanahu wa ta'ala akikupa elimu, itafute pepo. Allah subhanahu wa ta'ala akikupa cheo, tafuta kwa cheo hicho pepo. Allah subhanahu wa ta'ala akikupa busara na hekima, tafuta kwa busara hizo na hekima hizo, tafuta pepo. Kila kitu ambacho amekupa Allah subhanahu wa ta'ala ambayo ni neema, basi tumikie dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo Khadija bintu Khuwailid radhiallahu ta'ala anhu alikuwa ni mfanya biashara, mke wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini mwenye kusaidia katika kheri. Hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alipofariki, Muminina Khadija alihuzunika Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mwingine ni sahaba Abdurrahman bin Auf radhiallahu ta'ala anhu, ambaye tumemtaja wakati fulani wakati tunazungumzia katika misafara hii yetu ya iman. Jaa ila madinati bila mali, alikuja katika mji wa Madina bila ya mali yote, hakuwa na kitu chochote, hakuwa na kitu chochote. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipompa udugu, alipomuunganisha yeye na Saad ibn Rabi', sahaba huyu alikwenda akafanya biashara mpaka akaja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam.
hali ya kuwa sasa ni tajiri mwenye uwezo mkubwa, akawa ni katika matajiri wakubwa katika masahaba Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini alifanyaje? Lam yansa Allah azza wa jalla, hakumsahau Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Alikuwa ni mwenye kumkumbuka Mwenyezi Mungu wakati wote. Kwa kufanya nini? Kwa kutoa mali yake. Kwa nini? Kwa sababu mali unapoitoa, basi maana yake kama anavyosema Allah subhanahu wa ta'ala, la in shakartum la azidannakum, Mwenyezi Mungu atakuzidishieni kwa kushukuru. Shukrani ya mali ni kuitoa mali hiyo katika njia za kheri mbalimbali. Kwa hiyo alikuwa anafanya hivyo. Sahaba huyu amekusanya, mafanikio yake yametokana na imani yake iliyokuwa kubwa, kisha kujituma kwake katika kujitafuta mali na kuitumikia dini ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Yalaiti matajiri wote wenye uwezo wakawa ni wenye kuitumikia dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, wakapambana, kwa sababu Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anasema katika aya kuwasifia waumini wa kweli, walladhina hum lizakati fa'ilun, na wale ambao kwa ajili ya zaka wanaangaika. Yani leo hii sijui kama kuna tajiri wa Kiislamu, inshallah wapo wengi tu, ambao biashara zao wanazikuza na wanapambana, wanawekeza, lakini lengo lao kubwa ni kuwekeza zaidi katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kama alikuwa anatoa 5% katika mali yake, 10% katika mali yake, basi anahakikisha kwamba biashara yake anaikuza ile 10%. Kama ilikuwa ni 1,000,000 inakuwa 5,000,000, inakuwa 10,000,000 siku zote, inapanda. Kwa nini? Kwa sababu lengo lake sio jam'ul mal, sio kukusanya mali, bali lengo ni kuitumikia dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo Muislamu anakusanya kati ya kheri mbili za dunia na akhera, kwa maana ya kwamba anaitafuta dunia apate uwezo mkubwa wa mali, apate uwezo mkubwa wa kifedha, lakini nini? Kwa ajili gani? Kwa ajili ya kuitumikia dini ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Anayetafuta elimu kwa kiasi kikubwa kwa ajili ya kuitumikia dini ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala na kuusaidia umma. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala sabara ala almihnati, alionyesha subira kubwa katika mitihani na katika uso wa mtu ambaye aliyemdhulumu. Kila mmoja anajua kwamba Imamu Ahmad bin Hanbal anaitwa Imamu Ahli Sunna wal Jamaa, ni kiongozi wa Ahli Sunna wal Jamaa. Kwa nini aitwa Imamu Ahli Sunna wal Jamaa, kiongozi wa Ahli Sunna wal Jamaa? Sababu alisimama kidete kuitetea sunna, kutetea mafundisho sahihi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na mtume wake Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, hasa pale alipodhulumiwa na kuadhibiwa, ili aseme kwamba Qur'an makhluq, Qur'an ni kiumbe. Na haya maneno kwa yule mtu ambaye hafahamu maana yake, unaposema Qur'ani ni kiumbe, maana yake unakanusha kwamba sio maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na wanaosema hivyo wanakusudia kukanusha sifa ya kuongea ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kusema kwamba Mwenyezi Mungu haongei. Kwa hiyo akalazimishwa Imamu Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala kusema Qur'an makhluq, lakini alithibiti kwa sababu ya imani kubwa aliyokuwa nayo. Ndugu yangu katika imani, inawezekana vipi imani tukaifunganisha kati ya mambo mawili, dunia na akhera? Tunaweza kufanya vipi hivyo? Yani tuishi katika hali gani, maisha gani, tabia gani, mambo gani tuyafanye ili tuweze kuoanisha au kulinganisha mambo haya mawili? Kwa sababu la tansa nasibaka min ad-dunya, Uislamu haukufanyi wewe duniani uwe ni mtu ambaye dunia ndio basi umeiacha. La, dunia hii ni dunia yetu, ndio ambayo imetuumbia Allah subhanahu wa ta'ala. Starehe zake, matatizo yake yote ni yetu sisi, lakini situfanye sisi Waislamu tuishi katika hali ya kwamba dunia tumeipa mkono, sisi tunaitafuta akhera katika sura kubwa sana. Yani tuseme kwamba
Allah subhanahu wa ta'ala alipotoa mawaidha yale katika Qur'ani, alipotuletea kisa kile cha yule Qarun alipokuwa anapewa nasaha, wabtaghi fima ataka Allahu dara al-akhirah wala tansa nasibaka min ad-dunya, tafuta akhira yako lakini usisahau fungu lako la dunia. Muislamu sasa katika maisha yake, katika kulinganisha mambo haya mawili, dunia na akhira, imani inamfanya aione dunia kama ni shamba la akhira. Kuna maneno mashuhuri, akhi dunyaka mazra'u kulli khairi, hapa duniani ndio shamba la kupanda, kupandikiza kila lile la kheri, kila mche wa kheri. Sasa kuwa katika hii dunia, ishi katika hii dunia, mtazamo wako na dunia kwamba dunia hii ni mapito, dunia hii ni sehemu ya kujiandaa kwa ajili ya kesho akhira. Na nini natakiwa niandae kwa ajili ya kesho akhira? Nifanye matendo mema, ishi katika hali hiyo. Lakini jambo la pili, Muislamu anapambana katika maisha yake yote hali ya kuwa anajua kwamba kile anachokifanya chote kinahesabiwa na kinaonwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na kwa hivyo juhudi zake zote anazifanya hali ya kuwa ana nia mzuri. Ndio anasema kwamba mtu atahangaika, atafanya lile na lile, lakini mwisho wa siku nia yake lazima iwe nzuri. Nia ikiwa mzuri, basi maana yake ni kwamba huyu mtu kwa uwezo wake Allah Subhanahu wa Ta'ala atakuwa mcha Mungu, atapata ucha Mungu hali ya juu. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema innamal a'malu binniyati, matendo yote huambatanishwa na nia. Kwa hivyo Muislamu imani yake inamfundisha anna rizqa min Allah fala yatahassaru, kwamba riziki inatoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo hawi ni mtu ambaye mwenye kukata tamaa. Lakini pia anna libtilaa sunna fala yayasu, kwamba majaribio ni sunna ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo la yayasu, hakati tamaa hata kidogo. Wa anna al-ata la yunqisu ajra bal yuziduhu, na kwamba yeye anatoa, na akitoa anajua kwamba si kwamba atakosa malipo, bali atapata malipo makubwa. Si kwamba amepoteza, bali atapata ziada na ziada. Kwa hiyo maisha yake yanakuwa namna hiyo. Imani inamfundisha Muislamu huyu kuwa ni mcha Mungu wakati wote. Khutuwatuna amalia litahqiqi najah biiman, mambo gani ambayo tunaweza tukayafanya tukaya practice katika maisha yetu kila siku ili kuweza kupata mafanikio kwa imani? Jambo la kwanza, an-niyatu saliha, nia nzuri. Kwa hiyo kila tendo unalolifanya ijalie kwamba tendo hilo ni kwa ajili ya kumtii Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hata kule kufanya kwako kazi, kufanya kwako biashara, kutafuta riziki, tia nia nzuri, iwe lengo lako ni kuitumikia dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lengo lako ni kusaidia familia yako, lengo lako ni kusaidia wanyonge na maskini. Kifanya hivyo tu, kwa sababu Mtume SAW anasema innamal a'malu binniyati, hakika matendo hulipwa kulingana na nia ya mtu. Kwa hiyo nia yako ikiwa mzuri namna hiyo, basi utalipwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na kila mmoja anajua kwamba kile ambacho unakipeleka nyumbani katika riziki, ile ni sadaka kubwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakulipa. Kwa hiyo kila unapofanya jambo lako, tia nia nzuri. Nini maana ya nia nzuri? Taka radhi za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Usiwe binafsi hata kidogo katika yale ambayo unayofanya. Saidia watu, wakumbuke watu. Jambo la pili,
katika maisha yako ili uweze kufaulu kupitia imani, tegemee Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Fanya sababu mbalimbali. La tansa anna najaha min Allah, ufanisi na mafanikio utakayoyapata usisahau hilo limetoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo wakati wote wewe mtegemee Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kun mutawakkilan ala Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na aya nyingi zinahimiza kumtegemea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kama alivyosema Allah, wa ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin, na mtegemeeni Allah Subhanahu wa Ta'ala tu kama nyinyi kweli ni waumini. Lakini jambo lingine, al-ijtihad wal-itiqan, kuwa na jitihada katika majambo yetu tunayoyafanya na kuwa na itiqan, kufanya vizuri mambo yetu. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, inna Allaha yuhibbu ahadakum idha amila amalan an yutqinahu, au inna Allaha yuhibbu idha amila ahadukum amalan an yutqinahu. Hakika Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anampenda mmoja wenu anapofanya jambo lolote, basi alifanye kwa umadhubuti, liwe ni jambo la akhira au jambo la kidunia. Lifanye kwa umadhubuti, lifanye vizuri, lifanye katika sura ambayo iliyokuwa imekamilika. Kwa hiyo katika majambo yako unayofanya, mambo yako yote, hakikisha unayatengeneza vizuri, unayofanya kwa umadhubuti. Leo hii katika vitu ambavyo ni vya kusikitisha, kwamba mara nyingi Waislamu kama vile hawatambui dini yao, kama vile wajielewi. Mambo yetu yamekuwa yanakwenda holela holela, hayana umadhubuti, hayana umakini, hayana mipango iliyokuwa thabiti. Tunakwenda hovyo. La, dini yetu haitakiwi hivyo. Tunatakiwa wakati wote tuishi katika maisha ya kufanya mambo kwa mipango na madhubuti wa hali ya juu, kama tulivyoona katika mafundisho haya ya mtume wetu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jambo lingine, wakati wote tuwe tunakithirisha kumtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumwomba Allah Subhanahu wa Ta'ala ili upate mafanikio. Moja ya sababu za kufanikiwa ni kumwomba Allah Subhanahu wa Ta'ala uyapate hayo mafanikio. Allah anasema, waqala rabbukum ud'uni astajib lakum, Mola wenu amesema ya kwamba niombeni mimi, kama mkiniomba basi nitawajibu maombi yenu, kwa maana nitawapa kile ambacho mnachokiomba. Kwa hiyo mafanikio hayaji kwa juhudi zako binafsi tu, bali muombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mtake msaada Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ukifanya hivyo, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakupa mafanikio katika maisha. Lakini kuwa na subira pale unapofeli. Kama ikitokea hali kwamba umefeli katika mambo yako, kuwa mvumilivu, kwa sababu kukosea ni sehemu ya maisha. Lakini ukikosea sio maana yake kwamba ndo mwisho wa safari. La, chukua hilo kama changamoto ambayo itakayokufikisha kwenye safari yako, itakayokufikisha kwenye mafanikio yako. Imani inatutaka hivyo. Allah Subhanahu, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, ihris ala ma yanfauka wasta'in billahi wala ta'jaz. Fanya pupa, pambana kwenye lile ambalo lina manufaa kwako, mtake msaada Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wala usiwe na ajizi katika kukimbia na kuyatafuta yale yenye manufaa kwako. Ndugu yangu katika imani, imani iwe ni mafuta ya ndani, msukumo wa ndani ambao unatupelekea kwenye mafanikio katika maisha yetu ya hapa duniani na akhera. Tumalizie maneno yetu haya leo, kipindi chetu hiki cha leo, kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tutaendelea katika vipindi vingine, tutaonana katika vipindi vingine. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim.
birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rabbi.